mzuri sana kumwabudu Mungu katika roho na kweli. It's good to praise the Lord in truth and spirit. Kwa sababu hiyo ndio ametuachia dunia kama leo tunapumua. That is the only thing he gave us if we are alive. Ajili ya kuendelea kumrudishia sifa zake. We are breathing because just to give him the glory. Nilipokuwa hapa siku ambazo zinapita kwa neno la Mungu. I was here last time for the word of God. Tuliongea juu ya alama ya siku za. And we spoke about the last time the signs. Katika hizo siku za mwisho, on the last days, wengi ambao tunajua hawapo tena. Many of us we know some people are not. Lakini wewe mwenye uko. And you who are alive today, sababu gani Mungu amekuacha? You don't know why God leave you alive today. Alikuachia nini? You do know why you remain alive. For which reason? Acha nikwambie. Let me tell you. Si kwa ajili ya kusoma sana. It's not because for you to study si kwa ajili ya kutumika sana. It's not because you work hard to get more money. Si kwa ajili ya kuoa na kuolewa. It's not because to get married. Si kwa ajili ya kuzaa. Not to get baby children. Ni ajili ya kumtukuza. It is all for glorify our God. Kupitia miili yetu. Through our heart, our spirit. Mungu anakuwa anatupatia kila wakati. Gives us the time. Anakuwa anatupatia nyongeza. He gives us the extra. Anakuwa anatupatia nyongeza. He gives all the time extra. Kwa maana wakati ambao tumo ndani ni nyongeza amekupatia. The time we are is the extra that God provides to us. Ukikumbuka, if you remember, wakati ambapo the time ulikuwa katika hali ya mauti, you were like a dead person. Ukasema, and you said, Mungu, God, niokoe na hii muda. Save me from this time. Na hata haungeomba. Even you should not pray or ask. Alikuwa anajua ya kwamba he knew that atakusaidia, he will help you kupatia muda, to give you a time. Kwa maana kila mtu, because everyone hapa duniani in his earth, Mungu amempatia muda. God give him a time. Na huo muda wako Mungu amekupatia. And the time that God provides to you, do not neglect it or despise it. Ukamate na thamani. All it is a precious gift. Bwana asifiwe. Praise the Lord. I told you last time. Wale watoto Mungu amekupatia. Children that God give you. Mungu amekupatia. Women. Wazazi Mungu amekupatia. The parents. Watu Mungu amekupatia. The wives that God give to you. Wako ambao Mungu amekupatia wenye wanashindia wa ulimwengu. They are the most important more any other people who are far from you. You must glorify God for people around you. Sababu hatukuwe tunajua muda wetu. Because we do not know our time. Bwana tusaidie. Praise God. Hatuwe tunajua muda wetu. We must know our time. Nilikwambiaka tena hapa, hatuko tunajua muda wetu. We do not know our time. We do not recognize our time. Bwana tusaidie. Praise the Lord. Kuna mafundisho Mungu ametupatia. There is a teaching God give us. Lakini mpaka leo, until today, hatuyatambua yale mafundisho. We are not yet recognized that teaching. Kuna mafundisho Mungu anatupatia bila kupitia ndani ya Biblia. There's some teachings God give us without passing bila kusikia neno, without hearing lakini kwa mambo tunayaona. Things are going through in our life. Ni mafundisho. They are teaching. Bwana tusaidie. Praise God. Ni mafundisho ya. They are our lesson. Ndio maana nakwambia hivi. That's why I am telling Mungu you. Kama na mpango kwa ajili yako. God has a plan upon you. Nakwambia ya kwamba I am telling you. Hata mapepo za aina gani zinajipanga. No matter haziwezi kuharibu mpango. The number of demons come before you, they cannot destroy the plan of God upon your life. Lakini kuna yale Mungu anakuwa anatufundisha siku kwa siku. There are things that God is teaching us after this, so that we can be ready hour after hour. Maisha yetu yawe maisha ya kujiweka tayari. Our life must be a life that is ready all the time. Kuna mtu mwingine anasema Yesu akuje na sijaolewa, sijaoa, sijapata chochote, sijajenga. Some people they are saying they don't want Jesus to come back before him to get married or to build or to buy house. Ile vyako hawezi kuzuia Yesu. So your plan cannot stop the coming of Jesus. Haviwezi kuzuia. They cannot. Si ndivyo? Isn't it?
vile haviwezi kuzuia Yesu asirudi. They cannot stop the coming of Jesus. Tafadhali makelele watoto. Amen. 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 Kuna mafundisho ambayo Mungu ametupatia. There is a teaching that God gave us today. Nilipomaliza kuhubiri hapa, When I finished to teach you, akatupatia mafundisho. and God gave us Kuonyesha ya kwamba to show tuwe us tayari. we must be ready. Kijana wangu Vitali kuja. Welcome my son Vital. Come here. Mimi nikitaka siwezi fundisha. Mungu ataweza kututilia Vitali hapa na tunafunzwa mengi. God can bring Vital here and teach us. Si ndivyo? Isn't it? Si ndivyo? Yes. Anamwacha tu hapa. Just put Vital Na here tunafunzwa mengi. and we can be Na teached. watu wanatubu. And many people Wenye dhambi wanaacha. and the sinner can Hali abandon mbaya their sin. tunaacha. Our behavior Na will tunaanguka abandon mbele ya behavior Mungu. and humble Na ourselves tunamlilia before God and Mungu. cry Na to the Mungu Lord. anatusikia. And the Lord Na will hear anatusamehe us and dhambi will zetu. forgive our sins. Juu ya kijana wetu. Makelele mumsue tafadhali mchemba. Makelele kuingia. Bwana tusaidie. May the Lord help Ajili ya us Vital. because of Vital. Mnajua maana ya Vital? You know the meaning of Vital? Ni kinapana uzima. Something that gives life. Ndio Vital. That's the meaning of Kile Vital. kinatoa uzima. Something that provides life. Ninamtia hapa. I call him here Sababu niliwafundisha hizo siku tuwe tayari. because I teach you last time Na to be ready. Mungu alipofanya kile ambacho alihitaji afanye juu ya kanisa. When God did what He planned to do because of the church, Kufundisha juu ya kanisa to teach us about the church kupitia Vital. through Vital, Nikasema Mungu una mpango mzuri kwa ajili ya maisha. I say, thank you, Lord. You have a plan, good plan upon our life. Sababu pumuzi unapumua sasa The hivi. breath that you are breathing, Kenye uko nako sasa hivi. the small Mungu breath ataweza that you have, kukatoa, God can take it anakabeba. any second. Na utapita njia ambayo And watu hawajui. you will go the way people will not know where you're going. Lakini Mungu ametupatia But mafundisho. God did give us the teaching through Vital, the Son. Amepita ndani ya moto ile ya Shadraka, Meshaki na He passed through the fire for Meshach, Shadrach, and Abednego. na nilikwambia ya kwamba I told you vipindi tumo ndani the ni moto ambayo inaendelea kupima. the things we are going through, they are like fire that's testing us. Lakini ukiangalia If you Vital, see Vital, hakuna hata chochote kibaya kile ambacho kitaweza kuja kimeharibu maisha yake. and there is nothing bad can come and to destroy his Ni life. mwili sababu ni udongo, It is a body because it is a dust. lakini But leo ni mzima. today he is Leo ni alive. mafundisho. Today he is our Kila siku teaching. ukimuona, Whenever you see Vital, kama ulimuona ile wakati wake if you saw him the time of the accident, when he got an accident, na unamuona saa hii, and you see him hapana today, kumuona saa hii. don't see him Napenda today. kumuone wakati ambapo alikuwa katika hali ya mauti. I want you to see him the way he was during the accident. Tungekuwa na projector If hapa, we did have a projector, ungeona sura yake you na should hali yake. see the picture of Na umuone Victor jinsi iko saa hizi. and see him the way he Ni is. utukufu wa Mungu. That is the glory of God. Na ni mafundisho ambayo Mungu anataka kutufundisha siku. It is the teaching that God wants to teach you. Tunaambiliwa kila siku, They are telling us all every lakini day, hatusikie. and we do not Acha listen. atupatie mafundisho Let us, God, give us the ili yale teaching, mafundisho tuyaishi, so we will live on tuyaguse. that teaching and catch it. Kifo ya Yesu The death of ilikuwa Jesus, mafundisho ya ajabu, it was the Ili great Mungu teaching, aokoe. so that God can na serve. hali ya mtoto huyu And, ambao alikuwa nayo The health of the son, the way he was ni before, mafundisho the one that was the ipate teaching kukusaidia katika maisha yako. that can help you for the future life. Mungu akubariki. May God bless you, Mungu Victor. akusaidie May Victor. God help you and protect you. Kwenye kazi yako. Take your seat. Amen. Amen. Mungu anaendelea kutupatia God continue to give us kamuda kanyongezo katika a small time and an extra of the time. na ile muda usidharau. Do not neglect that time. Ni muda wa ajabu ambao unaupata na uweze upata tena. It is the great time and you will never get it anymore. Bwana tusaidie. May the Lord help us.
watoto, children, wazazi, parents wenye tuko hapa, who are here. Mungu God, hawezi kuona kama uko mtoto wala uko nani ili asikufundishe. He cannot see you a child or the person that can prevent you to teach you. Hamujaonaka mtoto amezaliwa na anakufa pale. Have you ever seen a child be born and die at the same time? Sasa ule mtoto mimi na wewe tunamshindia. And you and I, Bona haonje hata machafu ya but the son, this little baby did not sin, lakini but Mungu anapita na and God to take him directly. Tunamshindia. We are maisha yako haujasikia wala hujaonaka mtu anazaa jirani yako wala nani na mtoto anakufa. If you ever heard in your life someone get a new baby and the baby passed away, wale wakufia mtumbo nao yes, there is a baby that passed away when they are in their womb. God took him directly who we are. Nichi wai hayo mana yawe bese nichi wai kore yo mana yawe nichi wai hayo mana yawe bese nichi wai kore yo mana yawe abantu benshi barapfuye urasigara bese nichi wai kore yo mana yawe nichi wai hayo mana yawe bese nichi why kore yo mana yawe ulimpatia Mungu? What did you give to God for you to be alive? And why other guy passed away and you remain alive? Just serve the Lord. We are going to speak. Kujengwa kuwa nyumba ya kiroho. To be built, to become the house, spiritual house. Amen. Hallelujah. Kujengwa kuwa nyumba ya kiroho. To be built, to become spiritual house. Kwa maana leo tunaingia ndani ya because today ya majengo. We are entering in the building. Okay, tunaona kama yamejengwa. And we see that they build it very well. Na kusema ijengwe. And for it to be built, inakamata muda. Takes time. Ndio Yesu amesema. That Jesus said. If you want to build, unakamata unapanga. You need to prepare, to plan. Unapanga, to plan and to plan. Na mahali penye utatia nyumba. Say where you will put your house. Utatia nyumba kwenye piko milima ya kupanda. You cannot put where there is some hata ile udongo utatengenezewa. And the ground must be repaired, fixed very well. Ili majengo so yakuwe mzuri. Your building will be good and strong. Sasa ili kusema kujengwa kuwa nyumba ya kiroho. So to be built, to become a spiritual house. Maana yake ni what that means? Acha nikwambie kitu. Let me tell you something. Wokovu ambao tumepokea. The salvation that we received. Ni kitu kilitayarishiwa tokea misingi ya ulimwengu. It is something was prepared before the creation of the earth. Haikuja par accident. That did not come by mistakes. Haikuja hiyo wakati unampokea wala unaamini neno. That did not come only when the day you receive Jesus or the day you accept the word of God. Mungu mbele hajatia misingi ya ulimwengu. That prepared it before he created heaven and the earth. That prepared it. Praise God. God did it ready since. Salvation is not by mistake or by accident. If God took a time to plan for this, for it, and the time you got it, it's not something that you can play with. Because it is God who made this and planned it and prepared it for that can be without anything wrong. That should be without bad intention. Ya watu warefu tu wala watu wafupi tu. And that is not only for tall people or the short people. No. Isikuwe watu wanene wala or the fat or the skinny people. Isikuwe ya matajiri wala the salvation is not for is not for rich or isikuwe ya weusi wala weupe. It's not only for white people or black only. Mungu alipanga God made it kila yeyote so that everyone ambaye anahitaji will need aipokee tena kwa kipimo kimoja and the same level, the same measure.
iwe kipimo kimoja. That is for the same Wokovu measure. ni moja. Salvation is one. Hakuna wokovu mfupi There is wala no a kipande. shorter salvation or half Hakuna salvation. wokovu yenye haienei. There is no a salvation is not Wokovu incomplete. ni moja. Salvation is one. Haiko mfupi wala. It's not short or long. Lakini unasikia mwingine Some people say, aseme basi juu nyie mko watu ya kiroho. someone watu can ya say, because you are a spiritual watumishi, person, you are a servant na ndio of maana God. mnaendelea nyie That's why kustahimili you are kuzambi. Lakini sasa si venye spinning tungali without tunaokoka sin. leo. As we just come Basi into tutakuwa namna salvation, gani? so how that Wokovu can ya kuokoka leo salvation na to be wokovu ya saved kuokoka today, kisha mtu wa miaka they 100 can be served ni moja. after 100 years Inafanana. at the same level. Inafanana. Are in the same level. Ni udhaifu wa mtu. That is the weakness of a Nimesema person. tena hivi. I am telling Hakuna you wokovu ya this. There is kipande. no half. Wokovu ni wokovu. The half salvation. Salvation is salvation. Ni wokovu Is salvation. wala si wokovu. And it's not a salvation. Hapana kipande. There is no an half Hapana ya salvation. miaka. There is no for age. Bwana tusaidie. May God help Ule us. mwizi kwenye msalaba. And the person who was on the cross, the robber, Yeye that man, siseme hata kwa saa, I'm not saying about an hour, lakini kwa madakika machache. by minutes, a few Wakati minutes. alimkubali Yesu The kwenye msalaba. time he accepted Jesus upon Pale the cross, pale Yesu the same time akamwambia, Jesus said leo today, nitakuwa nawe I will be with you paradisoni. in the paradise. Hakumwambia He didn't tell mbona him, hakutembea na mimi? why you didn't walk with me? Ona mapetro niko hapa miaka na miaka. Years after years. Hapo si wabebe kisha wewe ukuja saa hii. You just come right Aseme now and nikukumbuke. you want me to remember you? Hakuangalia. He didn't say that. Aliangalia uhakika wa neno ambayo yule mwizi ametoa. He saw Jesus, saw that's the righteous of the word the person pronounced. Ukiri wake wa ndani. The confession that comes from in him. Ukiri wa kweli. The true confession. Hiyo ndio ilisababisha Yesu kumwambia leo nitakuwa nawe. That makes Jesus to say today I will be with you. Wokovu sio ya miaka. Salvation is not for age. Haihesabu miaka. It doesn't count age. Wokovu ni wokovu. Salvation is salvation. Petro wa kwanza 1 Peter 2:5. 2:5. Petro wa kwanza 1 Peter 2:5. chapter 2 verse 5. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Tufuatane vizuri. Bwana Yesu Listen asifiwe. here. Praise the Lord. Watoto tufuatane vizuri. Children, Bwana Yesu listen. asifiwe. Amen. Aseme He said, ninyi kama mawe. you has a store. Lakini mimi niko kwa ile kujengwa kuwa nyumba ya kiroho ili kumtowea Mungu dhabihu za kiroho. I am at the word said becoming a spiritual house to be a holy priesthood to offer spiritual sacrifice acceptable to God through Jesus Christ. Amen. Amen. Kujengwa kuwa nyumba ya To be kiroho. built to become the spiritual house Kisha na tunatoa and to sacrifice dhabihu ya kiroho the true sacrifice, katika Yesu. the spiritual sacrifice through Jesus Christ. Kujengwa nyumba ya kiroho. To be built a spiritual house on that mean. Tunakuwaka na maneno sana sana. We have many words. Unasema, leo tumejengwa And kwetu. today we were built. Leo tumejengwa na Today we were built with the tumejengwa songs. na mahubiri. We are built through Si ndio hivyo? preaching. Si ndio hivyo? Amen. Unasemaka tumejengwa lakini haujui ile kujengwa maana yake. You say we are Unasema built, but you tumejengwa, don't know what that means. We are built. Kusema tu tu ulisikia mroho yako, You are saying unafurahi, unapata ka emotion aseme nimejengwa. You say because you are happy in your spirit and you get an emotion. You say I'm Kupata built. emotion To sio have kujengwa. an emotion that doesn't mean you are built. Mnajua kupata emotion? You know the emotion?
Kuna mtu ambaye There is people, anakuwaka pale he can be wakiimba there. mzuri, When they sing very anakuwa well, anatoa machozi he sometimes can cry. The tear can come from his juu eye. ya nyimbo gisi ambayo Because of the anaisikia. sin he heard, he hear it. Kisha unaona iko analia, And you can see he's iko crying, analia, he's anatoa crying. machozi. The tear comes. Nyimbo naye anaimba And ndani he's singing from his na heart. anatoa machozi, And the tear comes out. lakini kujengwa And to be built, ili kumtoa gisi to alikuwa take him from the way he was before, haipo. that is not. Njoo emotion. That is the emotion. Unanielewa? You understand me? Unanielewa? Do you understand me? Nikusema ya kwamba kama ulikuwa mwongo, When you were a liar, ile mahubiri you said tujenga, that preaching built us. wale nyimbo imetujenga, And that song lakini built. unabakia mwa ile uongo wako. And you remain in your Sema life. kwamba haikujenga. Means you were Ni not emotion built. ni It is kaemotion the kenye emotion that kanakukamata. came in you. Kujengwa To be built ni kubadilika. is to be transformed. Njoo useme nimejengwa kweli. That's where you may say, I am built. Nimebadilika I am kupitia changed, I am ile transformed kitu ambacho through kilikuwa pa. something that was happening there. Tunajua ya kwamba You know, kujengwa To be built, zamani kulikuwa before, majengo there were many buildings ambao watu walikuwa wanakusanyika ndani. and where people were meeting together in it. Kulikuwa jengo ambao ilikuwa inaitwa hekalu. There were a building called Ekalu Temple. Kulikuwa ile ambao walikuwa wanaita sinagogi. There were another one building called a synagogue. Na kulikuwa kanisa And there were a church. zamani Yes, before. There ndani was ya a church. Bible. In the Bible. Na wengine wanaingia ndani ya mamoske, wengine And wanaingia some people went in the mosque. Lakini Biblia But the Bible says, our Bible inataka kutuonyesha yale majengo matatu. is telling us those three kinds of building. Kama Biblia It's inatuambia the Bible is telling us. katika Wakorinto wa kwanza 3 kuanza 6 mpaka 17. 1 Corinthians 3, 16 16 mpaka to 17. 17. Aseme ninyi ni hekalu la You Mungu are the temple of God, na kwamba Roho anakaa ndani yenu. and the Spirit dwells in you. Mtu akiliharibu hekalu la And Mungu, the one who destroys the temple of Mungu God, atamwangamiza mtu huyo, God will make him perish. kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, Because the temple of God is holy, ambalo ni ninyi. and you are Kusema kuwa a hekalu, temple. To become a temple, to kujengwa, be built, kuwa kama to hekalu. become a Sababu temple. gani? Why? Mwandishi The one who wrote, mwenye ameandika hii kitabu the cha one who Wakorintho, wrote the book of ambao Corinthians, Paulo alipenda aonyeshe watu kuwa hekalu, that Paul wanted to demonstrate to people to become a temple, kujengwa kuwa hekalu. to be built, to become a Hekalu temple. zamani Before the ilikuwa ni temple kusanyiko ambayo was the place where watu was a meeting. walikuwa wanaingia, People entered, lakini walikuwa na limite ya mahali fulani and walikuwa they wanaingia. had a limitation somewhere, Sababu ilikuwa na sehemu tatu. because he had three levels. Kulikuwa sehemu ya watu The wote, first level for everyone, every people, na kulikuwa sehemu ambayo makuhani wakuu ndio walikuwa wanaingia. and the second level only the high priests supposed Kulikuwa must mahali enter. patakatifu And they were the holy place, na kulikuwa mahali patakatifu zaidi. and the place called the holy, Na pale mahali patakatifu and the place kulikuwa called holy. kumetenganishwa na pazia. There were something that was separate with them, Sasa like a mule curtain. mahali patakatifu zaidi, And the place called the kuhani one alikuwa holy. anaingia limoja kwa The mwaka. priest went there just once a year. Nimesema hivi, I am saying this. hekalu The temple ilikuwa na sehemu tatu. had three places. Kulikuwa mahali kulikuwa yani kulikuwa watu wote Had the place for kwa ajili everyone, ya dhambi zao, for their wanatoa sins. madhabihu zao, People come, they lakini sacrifice, kulikuwa they mahali pengine sacrifice. ambapo hawangeingia. And they were the second level, they should not enter Ilikuwa ni there. kuhani. Only priests should enter there. Bwana tusaidie. May the Lord help us. Sasa sababu gani Why? Paulo alipenda Paul wanted kutuonyesha ya to kwamba show kuwe us hekalu to hili? become a temple. Ni sababu It's because alipenda he wanted
Bwana asifiwe. Praise Bwana God. Yesu asifiwe. Praise God. Amen. Maana Yesu alipenda, Paulo Because alipenda Paul wanted watu people ambao wanamwamini Yesu who Kristo believes in Jesus wakuwe na Christ hizo to sehemu have those three things, katika kujengwa kwao. the three levels in their building. Haleluya. Hallelujah. Katika kujengwa kwako For you to be building ujengwe kama hekalu la Roho, to build as a na spiritual Roho Mtakatifu temple, akae ndani and the yako, Spirit of God to dwell in ili you. uwe na ile You sehemu need to tatu. have the three levels. Sehemu ile ya watu wote This level of everyone, ni kusema ya which kwamba is mean wewe kama Mkristo you as a Christian, unapata kuishi you maisha must live a ambayo life that kila mtu, everyone, Bwana Yesu asifiwe, praise the Lord, wewe you na kila mtu and everyone, ama kila mtu everyone, anakuona when they wewe see kama you, nani, to see who you anakuona are, kweli they see whether kama kuhani. as a priest. Nimesema kulikuwa fasi ya watu wote, And saying there were a place called for everyone. na pale fasi ya And watu that wote place of everyone, ni everybody, mahali ambapo it is a place. kulikuwa mahali ambapo kulikuwa birika na They were like madhabahu na birika ya kunawa mbele ya kuingia mahali patakatifu. They're like a vessel or something that people can wash before they enter in the holy place. Yaani kama ilikuwa ni mahali pa watu It wote, was a place of Biblia inatuambia hivi, everyone. The Bible says kwa ajili yenu because of you, jina langu limetukanwa na your watu. name has been insulted by Sasa people. wewe na wale watu, You and wale other watu people, wote all those people, wanakuona kweli when they see you, kama wewe who you, uko na. who you are. Mnanielewa? Do you understand me? Watu mkatie, People in your watu avenue, mnasoma nao, people you are studying watu with, mnatumika people nao, you walk with, wale watu and wote all those people, wanakuona when wewe they see you, kama uko na, they say who you are. wanakujua kweli Really, they Kama do know wewe you, they know umeokoka. you are saved or not. Je, wanaona kweli ya When they kwamba say you, haushiriki mambo yao mabaya? you don't follow them in their wrong things they are doing. Je, watu wanakujua kweli kama unamtumikia Mungu? Is people believe really you are a servant of God? Aseme mu hekalu. Say in the temple, Miili yenu ni hekalu la Roho. your body is the spiritual temple. Ua la nje Or ni mahali pa watu wote. outside is the place of everyone. Sasa nakuuliza, je, I am asking a question. watu wote Everyone, mahali kwenye huko, wherever the place you wale are, watu wote all people, wakiingia ndani ya maisha yao, when they enter in your life, wanajua kweli kama huko, they will identify you as which person. wala wanachanganyikiwa, Or they can get confused. hawajui kama They do not know you're a Christian or you're a pagan. Tunaelewana? Do you understand? Tunaelewana? Do you Nilikuwa understand? naongea juu ya I hekalu. am talking here about the temple. Aseme mu hekalu. To become a temple. Hekalu ilikuwa na sehemu The tatu. temple has three Ilikuwa mahali ya places. fadhi ya watu The wote. place of everyone. Watu wote wale Everybody, wanakuona they wewe see kama you nani. like which person. Kulikuwa mahali patakatifu. They were a place, there was a place of holy. Watu wote hawakuingia pale. No one was an Ilikuwa ni kuhani tu. only priest. Bwana asifiwe. Praise God. Bwana asifiwe. Praise God. Ilikuwa ni kuhani. Only priest. Yaani ni wewe na wewe. Means you and you. Kwa maana wewe una sehemu mbili. Because you have two parts. Na inaweza pia hata sehemu tatu. I may add the third one. Kwa maana biko Because there is mwili, the flesh, roho the spirit, na nafsi. and the soul. Nataka nikwambie hivi. I want to tell you this. Nafsi yako Your soul, inakushuhudia kweli. that testify to you. Tuliona kama watu wengi wanakushuhudia We kweli can kama wewe see, ni nani. yes, many people can testify and say who you are. Sasa pale mahali patakatifu And the holy place, wewe you. Kwa maana Paulo amesema because Paul said, ninapotaka tenda mema when I want to do something good, mabaya yanatangulia. and bad thing precede me. Ni sababu gani? Why? Sababu piko kitu kinapiganisha ndani Because there yako. is something is fighting inside of me. Kusema ya kwamba wewe You na wewe. and you. Mwimbaji alisema
The one person who sing say, roho anataka, mwili the spirit unakataa, wants and the flesh hivyo don't unatenda want. yale usiyopenda. That's why you are doing what you don't want to do. Roho anataka, The spirit wants, mwili anakataa. but the flesh refuses. Ndio unatenda And you are doing yale usiyopenda. what you do not want. Sasa kweli Truly, ule roho mwenye iko ndani the yako, spirit that is in you, kwa maana Warumi 8 because Roman 8, 16 and 16, ukisoma hapo when you read, Biblia inasema hivi, the Bible says, roho wa Mungu the spirit of God anashuhudia na roho yetu testify to our kama spirits tuko watoto wa Mungu. that we are children of God. Roho yenye iko ndani yako inakushuhudia kweli kama wewe ni mtoto wa Mungu. The spirit is in you. They testify that you are a true Niko Christian. napenda nikuongelee kuwa hekalu la I roho. want to speak to you to become a Ilikuwa na sehemu tatu. temple, as 3 places. Sehemu ya kwanza ni First watu. place is for Watu people. wanakushuhudia People wewe kuwa testify kweli to na you who you are. wanakutambua When kweli. they recognize Kuwa wewe ni you, mwana wa what kind Mungu. of person are you, a child of God? Sasa wewe na wewe, You and you, ule roho wako your heart, your spirit, ambaye anapigana na mwili that wako is fighting with your body. anakuambia kweli What that is usifanye hivi. He says Lakini don't do mwili this, anafanya. and the flesh is Kisha doing ule it. roho wako And your spirit, anashuhudiaka kweli ya what kwamba does he testify to you? wewe Does he uko mtoto wa testify? Are Mungu. you a true Christian or child of God? Wewe na wewe. You and you. Kuna wakati ambapo There is a time, acha nikwambie, let me tell you, ili wewe na wewe for you and you, jinsi wanashindwaka when they fell, wanakuambia they tell you to pray, uombee ibada, to pray for the service. kisha roho mwenye iko ndani yako And the spirit that is in you, anakuambia unajua kama hauwezi weza, and it's telling you that, do you know that you cannot do it? aone watu wote watakuangalia. You see, all people can see you, can watch Achana na you, vile see you. haupo Because are you not a Christian? Don't do that. usisimame juu, Do not kuomba go. ni ya Wakristo. Don't pray praise for Juu Christians. unaona mtu simama uombe. When Hivi, you simama tell him uombe. to pray, Hivi, he's sio yeye. It's not him. Piko vita ndani There yake. is a fight. Ni yeye na There yeye is a war in it. hawashuhudie They pamoja. don't testify the same Sasa ndio word. unasikia mtu mwingine wamwambia hubiri, mimi sijui That's hubiri. why you can see someone, they tell him preach. Preach. He say, I do not know how to preach. Ule yuko ndani yako The anakuambia one who is in you, the spirit, umeokoka jana. say, you are saved. You get saved yesterday. Sasa mtu mwanaokoka jana ataweza jua The kuhubiri. person who got saved yesterday, can he be Unaona ule able to ule preach? mwanakuambia hubiri. You Yuko know, na Roho The Mtakatifu. one who told you to preach has a spirit. Kisha wewe unakubali hiyo. And you accept to listen about the spirit. Kumbe ni wewe na wewe Because it's Sisi you and ufika you. ndani There is yako. a war in Ni you. kusema ya kwamba Which is me. wewe na wewe You and you. hakuna uaminifu. There is no a faithfulness. Ndio maana mnashindwa. That's why you are Ndio maana failing. Paulo amesema That's why Paul ninyi ni says, hekalu la Roho. Temple Ora bashakaraba. Wewe ni hekalu la Roho. Na ndio maana nilipenda tukue hekalu. That's why we Kwa want- sababu watu wanakushuhudia. You want to be Na wewe na wewe people testify to you unashuhudia. and you want to testify. Ndio maana Paulo amesema ninayeweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Sio mimi ninayeishi, lakini Kristo anaishi ndani Not yangu. me who live, but Christ who lives in me. Ndio maana unaona That's why you can watu wengi see hawako hekalu. many people, they are not a Sababu temple. kwanza yeye na yeye Because wanapigana. him and him, there is a war. Wanakuambia imba sauti kama He hii. tells you to him the song, the voice like this. Kisha ule mwiko ndani yako. And the one who is in you, Mwambie hauna sauti. say, you do not have a voice. Kisha unasema sina And sauti. you say, I do not have a voice. Na tunasikia hiyo And sauti you yako can hear your yenye voice. yenye inasema sina Telling his sauti. ass that you do not have a voice. Na hapo tunaisikia. And we can hear it. Aseme sina sauti. I do not have a Sasa voice. mbona tunasikia hiyo sauti? Why do we hear your voice? Ni kukosa uaminifu ndani yako. There is no faithfulness in you. Haujiaminie You mwenyewe. don't believe in yourself. Inapaswa You unajiaminia. need to believe who you Yesu are. alipokuwa na miaka 12 Jesus has 12 years old. Oroboshikara aliambia wazazi wake, aseme je, ninyi mnanitafuta hamjue ya kwamba ninapasha katika nyumba ya baba yangu. Nyumba ya baba yake ni hekalu ili ambalo ninaongea na wewe. Hata Yesu aikae katika nyumba ya baba yake, kwa maana hapo
watafanya It's kazi the place He will work. na atakusaidia And He will help you katika udhaifu in wako. your weakness. Hallelujah. 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 Naongea juu ya I hekalu. am talking to you about the temple. Kuwa hekalu la roho A spiritual temple. na kutoa dhabihu ya kiroho. Sacrifice the Kutoa dhabihu ya kiroho. sacrifice Sio of wewe spirit. unaitoa. You want the Ni ule roho anakaa ndani It is yako. the spiritual Ndiye anaitoa. sacrifice will give it. Ndio maana unaona wakati unakuja kuimba So every time you come kwa to sing, sababu because kwenye hekalu la kiroho you are the temple, unakuja imba hapa. come to sing here. Presence yako. Your presence, Hallelujah. Presence yako your presence here ni dhabihu ya is the sacrifice, spiritual sacrifice. wakati unatoa sasa When you sacrifice, ile dhabihu. that's a sacrifice. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Wakati ambapo Time, mtumishi wa Mungu man of God, Solomon Solomon, alipomaliza kuomba when he finished to pray, na kutoa sadaka za kuteketeza, give the offering, the sacrifice. alipoomba After praying, Biblia inasema Bible says utukufu wa Mungu the glory ulishuka, of God comes. na uliposhuka When the glory comes, hekalu and all the temple ikajaa were filled, na moshi. was full with the smoke. Moshi The ilijaa. smoke was, Biblia inasema the Bible says, hakuna mtu alisimama no kufanya one kazi. stood up and walked. Wakati ambapo The time unakuja kutoa when you come to dhabihu sacrifice, the sacrifice, hai the life na sacrifice, takatifu, and holy sacrifice, sio wewe unafanya kazi. you are not the one who Ni will utukufu wa work. Mungu It is the unafanya glory kazi. of God can work. Na ndio maana kama unasikia ya The kwamba time when you are, mtu anaimba, that's why you are Pepo here. zinaenda. When you hear someone is singing, Mtu anahubiri. demons are running. Pepo Someone zinatoka. preaching, Magonjwa demons are inaenda. running. Sickness Kwa is sababu running. alikuja. Because he came. sio yeye He's amesimama. not the one who stood up. Haleluya, Hallelujah. amekuja kutoa dhabihu ya To kiroho, sacrifice the sababu yeye sacrifice ni of hekalu la spirit. roho, Because that he is the anatoa dhabihu temple. ya kiroho, He is the temple. na ni Mungu anaanza fanya It kazi. is only God who works all the time. Sio yeye anafanya That kazi. him will work again. Only Utukufu God. wa Mungu Only the glory of unaanza God. gusa watu. It start touching Sio sisi people. tunagusa Not watu. us who touch Sio people. sisi tunahubiri. It's not us who can Sio touch sisi people. tunaimba. It's not us who Ni sing. utukufu wa Mungu It is the unafanya glory of God. Hallelujah. 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 Nakwambia kuwa I am telling you to become jengo, a temple, haleluya, a building, kujengwa to be built, kuwa jengo ya kiroho, to become a spiritual building, temple. muwe hekalu la roho. Become a spiritual temple. Katika Wakorintho wa kwanza 6 In 1 Corinthians 16 16, ukisoma when you read, Biblia inasema hivi. the Bible says, Mimi sitasoma lakini wewe utasoma. I will not read, but you are going to read at Biblia home. inasema hivi. The Bible says, Mtu akiharibu hekalu la Mungu, if someone destroy the temple of Mungu God, atafanya nini? and what God can do, Mungu atafanya nini? what God will do, Atamuharibu. God will destroy Kwa maana it. hekalu la Mungu Because the temple ni of God takatifu. is holy. Mungu ndiye atamuharibu. God will destroy it too. Kuharibu namna gani? How to destroy? Wewe hekalu la Mungu, You, the temple of God, imejaa ndani yako. is in you. Uko hekalu la Mungu. You are a temple of God. Kisha baadaye And after, unaanza tia mambo mengine ya kigeni. and you start to add the Uongo, strange things, lying, ukahaba, and uzinifu, witchcraft, and ulevi, vyote unachanganya drinking, hekalu la Mungu. everything is wrong. You mix. Unaharibu hekalu la Means Mungu. you are destroying the temple of God. Mnajua habari ya watoto wa Eli. You know the story of children of Eli. Walikuwa wanaleta mambo mageni katika hekalu la They Mungu. brought different things in the temple of Mungu God. akamwambia Samuel, And God spoke to sasa Samuel. nataka nifanye kitu I want to do something ajili ya nyumba ya Eli, because of the house of ajili ya Eli, watoto wa Eli. because of the children of Nataka nifanye Eli. kitu katika I'm Israeli going to do something in ambayo Israel kila mtu that everyone, akiyasikia when heard, masikio hear, itamuwasha. is here will get a pain. Ilikuwa ni kitu gani? What is that? Katika mahali patakatifu zaidi. And in the place called holy, more holy. Hallelujah. Hallelujah. Nimesema ina sehemu ngapi? I'm saying it has how many places?
Piko mahali pa watu wote tunaitwa First levels where everyone is. The second place where is the holy place. And the more holy. Mahali patakatifu Holy of holy place ni uhusiano is wako sasa the wewe na Mungu. relationship between you and God. Wewe na You Mungu. and God. Kwa maana pale kulikuwa sanduku ya agano. Sanduku ya agano. Okay. Sanduku ya agano. The ark. Ark of covenant. Covenant ark. Ile sanduku ya agano. And the ark of covenant. Hakuna mtu alikuwa anaigusa. No one should touch it. Kuna watu ambayo because they walitoka huko Filistini. There were people who took it from Philistine. Kisha wakati ambapo wenye walikuwa wanaitembeza and people was holding wakachukua kidogo. They slide something little bit. Kisha watu wakasikilia huruma. And people feel pity on the covenant. Wakakuja haraka ili waikamate. He wanted to hold it. Wote wakakufa pale. And they passed away, they died. Unanielewa? Ilitaka anguka. The things they walikuwa na huruma. Want to sanduku ya Mungu isianguke. They were pity. Kisha wakakuja kuikuza and to hold it to protect it from well. Mungu akasema hivi. And God, mimi hawanisaidia. No one can help you. And God killed them. He killed them. They passed away. Ni kusema ya kwamba sasa hiyo sanduku ya Mungu and the ajili ya dhambi ya watoto wa because of the sin of children of God. Wafilisti, the Philistines, waliikamata, they took it, wakaibeba, and they went with it. Kwa mtu alikuwa atakayekamata alikuwa anafanya nini? And the one who alikuwa anakufa. The one who all it protected it sababu ya watu kuleta vitu vigeni ndani ya because of people brought different things. So vile wenye Mungu alisema mwataisikia. That's why God says the one who can hear you. Kuna watu wakutaka kuisaidia walikufa. People who wanted to help. Lakini sasa mbona Wafilisti waliibaka? Why the Philistines stole it and they didn't die? Mnanielewa vizuri? You understand? You don't understand. Mnanielewa mzuri? You understand me? This is a big question. Do you understand me? Kitu ambacho something hakuna mtu mwenye angekigusa. No one should touch it. Lakini ajili ya mambo makubwa, but because of the curse, the things that they brought in the temple. Wafilisti wenye dhambi, Philistine, the sinner people, they took it. They did not die. Acha nikwambie, let me tell you, wewe uko hekalu la Mungu. You are the temple of God. Ukileta vitu vigeni, if you bring different things, Mungu atakuacha. God will give you ule mwenye Mungu alikuwa anakuprotege juu yake asikufanye chochote kile. And the one who's supposed to protect you will not. Atakugusa giza anataka. Atakufanyia giza anataka. Whatever they want. Kama ni wachawi watakuchezea. Kama ni walozi watakuchezea. Play with you with your life. Everyone can play with your life. You will hautaweza. Hautafanya nini? Sababu your life. God will surrender your life. Kama kuna kitu kingine ambacho umetia ndani ya hekalu la Mungu. It's only when there is something strange in your life. Mahali patakatifu zaidi, the place called the holy mimi na Mungu, is me and God. Je, Mungu ananijua? Is God knows me? Nataka kila mmoja kweli ajiswali. I want everyone to question himself. Is God knows you? Kwa maana sema, Baba tuliimba kwa jina lako. Yes, Father, we pray in your name, we sing in your name. Who are you? Kamata kitabu. What is your name again? My name is Chibugiri. I didn't know you. Go. Wende. Kuna kulia na kusiaga. Asemi hapana Bwana. Nitoa sadaka sana. I said, look, no. I give my sacrifice, my offering, and I pray for demon. I was an international evangelist. Mungu atamwambia. God will say to him, I never knew you, brother. Nataka nikuulize. Mungu anakujua?
Did God knows you? Is God knows you? Uhusiano wako na Your Mungu. relationship with your God, how is it? Tuwe jengo Be a building, ya kiroho. spiritual building. Tutoe dhabihu A sacrifice, ya kiroho. a true sacrifice, spiritual sacrifice. Unaonaka? Do you see? Nataka niingie mwaimbaji. I'm going to go to sing, or people who sing for God. Jo hapa hatuna huduma nyingi. Because there is no many ministry. Nataka niingie I'm going to go to those who sing. waimbaji. The people who sing, Kusalimiana wasalimiana. even to greet each other, they do not. Kisha wanakuja sasa kuimba. And they come to sing here. Hata kuongea waongea. Even they don't talk to Lakini each other. kuimba wanakuja. Because for singing, they come to sing. Mimi nasema ile uimbaji chunjo huduma yenye inafanya kazi kila siku hapa. I'm talking about the choir because they are the people who works every day. They work every day. Je, tunakuja kujua kabisa To dhabihu ya come truly to give the spiritual haiko wale wenye sacrifice. watabiri wake ondoka sikujuaka na zile I'm nyimbo not zako za those bongo. people, the last day the Lord will tell them, run, go away from me, depart from me. I never Zile did. nyimbo zako And sikuzisikia. I never hear your song. Unaona mwingine You can see other, amefanya machafuko nje. he did something, they Anakuja then kusimama step kwa outside madhabahu. and he Kama comes sisi Sunday hivi. in church. Nakuja simama kwa madhabahu. And they come here. Nauliza, And they ask, natoa kweli dhabihu ya do kiroho? I give a true spiritual sacrifice? Si nimeleta mambo mageni Or I ndani ya hekalu la Mungu? the different things in the temple of God? Je, Mungu Stranger kweli things. atakubali ile madhabahu ile hii dhabihu yangu? Is God can accept my sacrifice? Je, haitakuwa kama dhabihu ya Kaini Is this sacrifice is not like for Cain ambayo haikubaliwa na that Mungu? wasn't accepted by God? Bwana tusaidie. May the Lord help us Tuwe hekalu la kiroho. become a spiritual temple. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Tumesema sehemu ngapi? I am saying how many level or places? 3. Sehemu ya kwanza ni sehemu gani? What's called the first place? Ni ya maana gani katika maisha? What is the meaning in your life of that first place, first level? Sasa ina maana gani? Ni mzuri, Mungu akubariki. Sasa ina maana gani What katika does it maisha mean yetu? in our life? Na maana ya watu wa kutambua wewe ni nani. So that people can identify who you are. Watu wote wa kutambua. Everybody. Au unasema, mimi ni Mkristo You cannot run outside and say, I'm a Christian. Hallelujah. Bla bla bla. I am a Christian. Blah, blah, blah. Haupashe kujiita Mkristo. You can call yourself a Christian. Unajua You know, Biblia the Bible inatuonyesha ya kwamba is telling us wapagani pagan ndio waliita watu wa Kristo. they called people Christians Sababu ya matendo yenye walikuwa wanafanya ya kufanana ya Kristo. because their action was look like as a Christ. Ndio wakaita hawa ni wa Kristo. They are people of Christ, the follower of Christ. Wale ndio wanapasha kutushuhudia. They are people who must testify Lakini on our life. nangu nyumba yako Even in your house, na kwenu nyumbani in your house, hawakushuhudia. they do Sasa not watu wa nje testify. And watakushuhudia. how come outside people can testify about you? Munyumba wengi wa makelele, wengi wa In matano. your house, you are the one who noisy, fighting all the time, just in your house. No good testimony, no testimony. Sasa watu wa nje watakushuhudia. So the people, what about for people who are outside? What can they say about Ni you? matendo yetu, It is our action, kuwepo kwetu, our presence, hali yetu, the way we are maneno making yetu, our words, tabia yetu, our ndio attitudes. itatusaidia. The other things can testify Kisha ya pili for ni people. mama, The second, Mungu akubariki. Wewe thank you. umeshasema ya- Don't answer. The second places. Ya pili. What does it mean?
the place called holy place. Malizia jibu yako. Ni bawili tu ndio balisikia. Wewe mko naangalia mwenzako wewe. Tuko kumasomo. Fasi ya pili inaitwa nini? Fasi ya pili. Wacha tuambie wale patakatifu. Sasa maana yake nini? Mama. Huyu kwa pembeni yako. Huyu. Na wewe fasi ya pili inaitwa wewe. Second place inaitwa nini? Fasi alisema nini? Okay. Mungu tatae. Janet. Fasi ya pili panaitwa nini? Mama unaita pa nini? Maana yake nini? Okay. Pasa anze tena kufundisha mwanzo. Tu reprendre. Hapana. Inaanza kutatulia sasa. Okay. Sawa. Hakuna hata mwanajua ile mahali patakatifu. Ndio mahali pa makuhani. Yes. Kisha mahali pa makuhani sio pa sasa pasa nifasiria hapo nini? Mahali patakatifu ni mahali pa makuhani kukutana. Ni nini? Akipea kama roho yako mkumbuki ni baidie kasiri. Akapea roho kama batu wengine kwa okay. Lakini njoo maana niwaambiaga kuandika ni mzuri sababu yes. To write is good. Unaona, mimi nakufundisha hapa I am teaching you and that's na ningali mbele yako. And I still here. You do not sasa tukianza salimiana vyote vitaisha. So when we start teaching greeting everything will stay. Kwenda kunyuma inakuwa sawa. And that nothing wasn't. Ndio nimekuambia kuandika, nimekuambia mimi naandika. Kana mimi siko mimi. Even me I can write. Kuandika ni vitu ya to write is something very important. Lakini ulisote pale. Pale kwa mahali patakatifu ukasote ukapita unaanza kusema ya tatu watu wakutana. Hapana, alisema ya pili na akasema na ya tatu. Nilisema yote kabisa. Alisema ya pili. Niliandika tu moja. Nilisema vyote kabisa. Nani anaanza tufasiria kwa kifupi mali pa pili. Kisha na leo. Siku ya Mungu una hautenda mbinguni kama uji neno la Mungu. Mnajuaga hiyo? Mnajuaga? Kweli mnajuaga? Hauji neno la Mungu hautaingia mbinguni. Nani anajuaga hiyo? Nafsi yako nakwambia wewe ni nani? Yaani nafsi yako nakwambia inakushuhudia. Yes. Hatukubisema vile mama? Ndio ulisema hapo. Ferere sikuandika. Tu niliandika kichwa cha neno. Okay. Kila siku tutakuwa nauliza mbele ya mahubiri, onesha Biblia yako, onesha karatasi yako, onesha Biblia yako. Kama hakuna saa Kongo rudia kunyombo katafute kai. Gari ziko mbali, utatembeza mwenyewe. Bwana tusaidie sana. May the Lord help us. Mungu wangu. Na utuambie ulisikia nini? Hakuna hata. Wewe. Ulisikia nini? Ule afanya zai bwana si. Ni hatari. Ni hatari kabisa. Very dangerous. Ni hatari ya kweli. Hata kama tunacheka lakini iko hatari kwa kanisa na kwa kila mmoja. Sababu njoo neno la Mungu hii hatukamati na banatufundisha sana. Ni hatari sana kwa nafsi ya kila mmoja, kwa maisha ya kila mmoja. Unafikiria si tunacheka lakini haimpendezi Mungu. Ni bicho ya kujipatia huzuni na kilio. Lakini tuko nacheka, ni huzuni sana.
au mpagani akiingia pale aone pastor tulize hivi, je, tutampatia hamu ya atamfuata tena Mungu? Mnanipotezea muda. Mnanipotezea muda kama nishamaliza zamani. It look like I was for my time. Sababu kuwauliza inakamata Question you muda. takes time, just question. Ulipata tu kusema Things you should do, answer. ile huwa la nje ni watu wanakutazama na mnaga kufikiria namna gani. Patakatifu The place called the Holy wewe na is wewe you wa ndani and you. mnashuhudiana na You Mungu testify. gani. How do you testify? Nilileta I mifano brought mingi many sana, wanakuambia examples. uombe, When they say kisha tell you to sauti pray, haujui omba and you say jikalia, you don't know, you nilileta sit vitu down. vingi. I Mahali explained patakatifu zaidi many place nimesema, called Holy of je, Holy. Mungu Is God, the real patakatifu zaidi wewe Holy na and Holy. Mungu. You Je, and Mungu God. anakujua. Is God knows you. Relation yako na Mungu The namna relationship gani? you and God, how it is. Hivyo vitu tatu hivyo Those kule three ndio kwenye things. kuliwashinda Only that. wewe na watu, You and wewe na people, wewe, you and na you, wewe na and you Mungu. and God. Ile tu. That's all. Mungu tata. Ile tu. Mie na watu, mie na mie, mie na Mungu. And God, me and people. Kichwa ya neno kwanza ni gani? What's the topic of? Kichwa ya neno ni gani? To be built to become. The topic says, be built to become a temple. Nyumba ya kiroho. Spiritual Wala temple. jengo Or kujengwa kuwa nyumba ya be kiroho. built to become Ndio a tukasema temple. kama And we say that, kuna kuwaka majengo ngapi? and there is how many Na watu kusanyika hapo. for people to meet. Gani na gani? Temple. Sinagogi. Tuko wapi? God. Ile tu nyo na washinda hivi. Kusema tu kanisa, Ni masomo. kusema tu kanisa, hekalu na sinagogi. Wewe ni mwalimu na sisi ni wanafunzi, lazima tushinde vingine tu. Kukua jengo ya kiroho. To become a spiritual Na building. nikasema ya kwamba And I said, kama Paulo amesema if Paul watu said people wakuwe to hekalu la roho. become a temple, Sababu spiritual alitaka temple, ile because sehemu he tatu wanted that iwe place katika maisha to yake. be in their life. Yeye na watu And people, wako na relation. how is their relationship? Wanamjua kama They ni know him. Is it a Christian? Na hutajitaita Mkristo. Or are you calling yourself a Christian? kisha wewe na And wewe you and you yourself. ule mtu anaenda kushuhudia And the person of dwells in you. What does he say? wewe na Mungu. You and God. Mungu kweli anakujua Is kweli. God Wala tabia recognized moja you sikujua. and can say, I do not know you. Ndio maana tunapasha kuwa That's hekalu why we must be a temple ya vile of vitu God, vitatu. of the three things. Tukikuja kutoa dhabihu When we hapa, come to give our tuwe offering, dhabihu sasa become a true ya kiroho. spiritual of sacrifice. Bwana tusaidie. May the Lord help us. Amen. 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 Tumeongea We talk, kusema saying tujengwe to be built, kuwa to become nyumba ya kiroho. a spiritual temple. Leo tumeongea juu ya Today hekalu. we speak about the temple. Kisha siku yenye Mungu atanijalia And the day the Lord will graciously tutaongea kukuwa kanisa. speak out to Sababu become a gani? church. How? Why? Kisha siku yenye Mungu atanijalia tena Because again, when the Lord will give me a grace, tutaongea, je, napasha kuwa sinagogi au is it possible for me to become a synagogue or yes or not? tusimame. Let us stand up. Mimi najua sasa hivi utajua jinsi ya kuomba. I know now you will know how to pray. Lakini kuomba tunaombaga sana. Yes, pray we pray a lot. Lakini cha muhimu The ni important kuleta impact. is to put it in practical Leo hii action. Today, badilisha maisha yako. change
your life the way you live. Kama ulikuwa na watu ambao mlikuwa mnaishi vizuri, If there is people you do not, there's no good relationship, fix it. tengeneza nao. Make a reconciliation. Sipashe kuja kuhubiri na kuna mtu mwenyewe I cannot come atusikiliza. preach and there is a person, there is no good Takuwa niko relationship. nakusaidia wewe lakini Means mimi I can, the way I will help you and I'm not helping by myself. sitakuja imba I cannot sing here, hapa here, na kwanza mkwaya hatusikilizani. and in the choir there is no communication, a relationship. Sibambia kama mkue mwikale kule. I'm not telling you to come and sit Acha down. nikwambie kitu. Let me tell you Kufanya kile kitu to do something, na haujatengeneza and there is you did not repair wala or kuja fix it, kuimba na kufanya kazi ya and you Mungu can't work for na God hujatengeneza, without fixing. usilifanyake. Do not do it. Lakini But ukikuja tena and if you come again kukala kule kuviti, and stay there, unasema tu sijatengeneza, because I am not yet Sitaenda repair toa or fix it, dhabihu. I cannot sacrifice, give my sacrifice. sijui kama takukonsidere kama nani. I don't know how to compare you with Biblia inamuita ule mtu muasi, the Bible called that person a rebellion. anajirebelea kazi ya Mungu. Is rebellion against Anasema leo God. mimi He sitatumika. said today I cannot. Okay, kama unasema leo If hautatumika, he said today you cannot, Mungu anakuambia and yeye, God is telling you, na mimi leo sitapenda utembee. and today I don't want you to walk, Kisha asubuhi nalamuka, and today you walk, I have a back pain, my leg, kichwa, my head, oh. uite 911. Whoa, 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 whoa. Sababu Because ulimwambia Mungu, you say to leo God, mimi today kwa stop. rebeli kwa kazi I am yangu, a rebel. sitatumika I leo. cannot walk. Mungu anasema okay, God say, na okay, wewe leo and today you hautatembea. cannot walk. Sasa niambie nani atakoma? And who will cry? It's you or God? Wewe kama hautatumika hapa, lakini piko wengine mwa ile kanisa wengine biko If you wanamtukuza. cannot do here, other people in the other churches, they are Mungu serving God wanamtukuza kule and kwa wewe. glorifying God. They are working for Lakini God. mwenye atakoma The sana one will cry in ni their wewe. heart is you. Na utaenda kwa dokta, And you go to say dokta that atapima, we will test you, hakuna. nothing. Hataona moja kwa huyu mtu. You go to Kumbe another ni Mungu person, alikuwa. but it's God who beat you. Una wanakubeba kila specialist Go anakukuza. to any specialist doctor. They can touch Kwa maana you. Biblia inasema hivi, Because the Bible kile says kenye Mungu anapotosha, the thing that God takes away, hakuna mtu atakufundisha. no one can bring it back. Mpaka yeye peke yake Only when himself, utakuwa wa nani? who you will be, you will belong Cha to. muhimu ni The kutengeneza. one thing is just fix, repair. Tutembelee Bwana, tutembelee, tutembelee Bwana, tutembelee, tembea. Tutembelee Bwana, tutembelee. Tutembelee, tutembelee Bwana, tutembelee. Oh, tutembelee Bwana, ututembelee. Tutembelee Bwana, ututembelee, tembea. Tutembelee Bwana, tutembelee. Oh, tembea. Tutembelee Bwana, Kila mmoja atamuomba tutembelee. Mungu. Everyone is going to pray God. Jiombee Mungu ili Mungu akusaidie. Pray for yourself and God help you Uwe kabisa to ikali. become a true spiritual temple of Na God upate kuanza kutoa dhabihu ya kiroho. and start giving the spiritual Hata sacrifice. utasikia pastor Jeremia atakuja kuombea roho za watu. And Jeremy, welcome to pray for the heart or spirit of people. Ataomba Mungu We're going to pray ili Mungu and God asaidie watu kweli Can wawe help. jengo ya to kiroho, become a spiritual house. na wakati wanamtolea Mungu dhabihu ya kiroho isiyo ya kiroho. And when they give their sacrifice to God, let it to become a true sacrifice from the Lord. Karibu mtumishi wa Mungu. Okay, welcome. Let's pray. From there. Father, thank you for bringing us together.
Baba, asante kwa kutuleta pamoja. Father, help us to not waste this message. Asante kwa maana neno hili lisitupite bure. Father, we ask that you continue the transformation in us Baba, tunakuomba ili uendelee kutubadilisha, to make us your house, utufanye kuwa nyumba yako, indwelt by your Spirit, na tuweze roho doing your work. kufanya kazi yako. Father, help us to consider each other first, Baba, utusaidie kweli tushughulikiane neno hili kwa roho yote, and taking them seriously, we do what you tell us to do. na tuyatende na kufanya vile unataka sisi kutenda. We ask your blessing upon your pastor Tunaomba baraka kwa mchungaji and the transformation within us. na mabadiliko ndani ya kila mmoja wetu. Father, we thank you for the many blessings, Tunakushukuru Baba kwa baraka mingi, and we thank you for each other. tunakushukuru kwa ajili ya kila moja. We thank you for your Son and his sacrifice. Asante kwa ajili ya mwanao na sadaka yake. In the name of Jesus, we Kwa pray. jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. 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 Mungu akubariki. May the Lord bless you. Amen.